If you die, there's nothing to fear. Why? Because you either go to heaven or to hell. Naam, karibu sana kwa chaneli yangu. Jina langu ni Dandy Africana. Iwapo ni mara ya kwanza na kusi subscribe, kisha weka alama ya kengele. Asante. Leo ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa 10 2025, ni siku ya simanzi katika nchi ya Kenya. Je, ni nini kilichofanyika nchini Kenya? Basi sogea karibu ni kufahamishe yanayojiri. Nchi ya Kenya imeweza kupatwa na janga la kifo cha mtu maarufu zaidi, mtu ambaye alikuwa mwanasiasa, mtu ambaye alikuwa anawashikanisha watu pamoja, na mtu ambaye alikuwa kiongozi wa wengi, Raila Amolo Odinga. Raila Odinga alizaliwa mnamo tarehe 7 Januari mwaka 1945 na kaaga dunia siku ya leo tarehe 15 Oktoba mwaka 2025. Je, Raila Odinga alizaliwa wapi? Raila Odinga kama nilivyokuambia alizaliwa mnamo mwaka 1945 katika familia ya Wajaluo, akiwa mtoto wa Chifu Jaramogi Oginga Odinga aliyekuwa makamu wa rais wa kwanza nchini Kenya. Baada yake alikuwa kiongozi mkuu wa Waluo, akatazamiwa baadaye kama mpinzani mkuu wa rais wa kwanza Jomo Kenyatta. Kaka yake Raila, Oburu Odinga, amekuwa mwanasiasa na mbunge vile ambapo sasa hivi ni mbunge wa Iala. Raila alimuoa Ida Betty Odinga, wakapatana na kupata watoto wanne: Fidel, Rosemary, Raila Junior na Winnie. Naam, karibu ni kufahamishe mengi zaidi. Kiufupi ni kwamba Raila alikuwa mwanasiasa wa Kenya aliyehudumu kama waziri mkuu kutoka mwaka 2008 hadi 2013. Alitazamwa kuwa kiongozi wa upinzani nchini Kenya kuanzia mwaka 2013, kwani katiba mpya ya Kenya haina nafasi hiyo. Alikuwa mbunge wa Lang'ata kuanzia mwaka 1992 hadi 2007. Raila Odinga alihudumu kwenye baraza la mawaziri la Kenya kama waziri wa nishati kuanzia 2001 hadi 2002, na baadaye kama waziri wa barabara, kazi ya umma na makazi kuanzia 2003 hadi 2005. Odinga aliteuliwa kuwa mwakilishi wa juu wa maendeleo ya miundombinu katika Umoja wa Afrika mwaka 2018. Alijulikana kote Kenya kwa jina lake la kwanza, Raila, Rao au Baba. Watu wanaotoka kwenye kabila lake Wajaluo hupenda kumwita Agwambo. Je, ungependa kujua mengi kuhusu jamaa huyu? Kiufupi, katika enzi zizo, elimu na kazi ya Raila Odinga ilikuwa ya kuwashtua wengi kwa kuwa ni mtu ambaye amesoma zaidi. Raila baada ya kumaliza shule nchini Kenya alikwenda kusoma uhandisi katika chuo cha ufundi cha Magdeburg, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kijerumani, katika mwaka 1965 hadi 1970. Alipata degree ya MSc kama mhandisi. Alijiunga na chuo kikuu cha Nairobi kama mwalimu hadi 1974 alipokuwa naibu mkurugenzi katika shirika la viwango vya Kenya, yani Kenya Bureau of Standards. Raila alianzisha makampuni kadha kama vile Applied Engineering Services and Pan African Petroleum Limited. Ameendelea kuendesha kampuni ya familia ya Spectra International Limited iliyoshika 40% ya hisia ya kiwanda cha ethanol cha Kisumu, na East African Spectra inayotengeneza chupa ya gesi ya kupikia. Mwaka 2007 alikadiriwa kuwa na mali yenye thamani takriban bilioni 4 za shilingi ya Kenya. Raila anajulikana na
Kama mpenzi wa mpira wa miguu aliyeshiriki mara nyingi katika timu ya bunge la Kenya, anapenda kutazama michezo uwanjani. Katika hotuba zake alichukua mara nyingi nafasi ya mtangazaji wa redio, akilinganisha siasa na mchezo wa mpira. Maisha ya kisiasa. Raila alionekana katika siasa mara kwanza baada ya jaribio la mapinduzi ya kijeshi mwaka 1982 nchini Kenya. Raila asiyekuwa mwanajeshi alishtakiwa kushiriki katika mipango hii na kukamatwa, akafungwa katika nyumba yake miezi 6 na kutupwa jela bila hukumu, jumla miaka kati ya 1982 na mwaka 1988. Wakati ule alikanusha mashtaki, lakini kutokana na tawasifu iliyotolewa mwaka 2006 inaonekana ya kwamba alikuwa na habari kuhusu mipango ya mapinduzi. Mwaka 1991 Raila aliondoka nchini Kenya kukimbilia Norway. Alihofia maisha yake baada ya serikali ya Moi kubadilisha katiba na kuruhusu vyama vya upinzani. Akarudi na kujiunga na chama cha Ford Kenya, yani Forum for the Restoration of Democracy, kilichoongozwa na babake. Katika uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi, alichaguliwa kama mbunge wa jimbo la Lang'ata mjini Nairobi. Katika mafarakano ya Ford, aliendelea upande wa babake katika Ford Kenya. Baada ya kifo cha babake, akagombea uongozi wa Ford Kenya, akashindwa na Michael Wamalwa, akaondoka na kujiunga na chama kidogo cha National Development Party NDP. Alifutwa na wabunge wengi wa chama kutoka eneo la Waluo. Katika uchaguzi wa mwaka 1997 alimaliza nafasi ya 3 kwa mgombea wa urais baada ya Moi na Mwai Kibaki. Akaingia katika bunge kati ya vyama vya upinzani, lakini akaanza kujenga maelewano na Moi na chama cha KANU. Mwaka 2001 Raila alikuwa waziri na nishati katika serikali ya Moi. Akaendelea kuunganisha chama chake cha NDP na KANU. Akawa katibu mkuu wa chama kipya cha muungano katika mkutano ulioendeshwa dhidi ya sehemu wa viongozi vya zamani vya KANU. Raila pamoja na sehemu ya viongozi vya KANU hasa Kalonzo Musyoka, George Saitoti, Joseph Kamoto waliopinga upendeleo wa Moi kwa Uhuru Kenyatta waliondoka katika chama hicho na wakatangaza kuundwa kwa harakati ya upinde wa mvua, yani Rainbow Movement. Kiufupi tu ni kwamba Raila ni kiongozi wa kipekee ambaye ameweza kufanya makubwa sana katika serikali ya nchi ya Kenya. Naam, nikueleze tu kinagaubaga kwamba historia ya Raila Odinga ni refu zaidi. Hivyo basi ukifanya utafiti utagundua kwamba kuna mambo mengi yaliyojikita na mambo usiyoyajua kuhusu siasa na maisha ya Raila Amolo Odinga. Hayo tu ni baadhi ya mambo ambayo nimekufahamisha kuhusu jamaa huyu ambaye sasa hivi nchini Kenya ni mtu ambaye watu wengi wanazungumzia hivi kwamba sehemu yake itazidi kukumbukwa na maisha yake yatazidi kukumbukwa na wengi kwa mafanikio na mambo mengi aliyoyafanya. Nchini Kenya inazidi kuomboleza kifo cha Raila Amolo Odinga. Kwetu ni kusema poleni kwa wote waliompoteza jamaa huyu, na nchini Kenya wote wanaomboleza. Nashukuru sana kwa kusikiza habari tendeti, habari zinazokuhusu. Kwako tu ni kusubscribe kisha weka alama ya kengele. Asante. Rest in peace, Raila Amolo Odinga.